Karibu sana kwenye Daily na mimi. Leo tunazungumzia jambo ambalo linaathiri karibu kila mtu mzima, kuanzia vijana waliomaliza chuo hadi watu waliokaribia kustaafu. Jambo ambalo linaitwa maisha bora, lakini kwa wengine limegeuka kuwa maisha ya taabu ya kifahari. Mada yetu ni ajira ni utumwa mpya. Swali hili linauma, linagusa nafsi, linagusa ndoto za wengi waliokuwa na matumaini makubwa, lakini sasa wamefungwa kwenye meza, kompyuta na ratiba kali kama wafungwa wa kisasa. Mada yetu ni ajira ni utumwa mpya. Tulifundishwa, soma kwa bidii, pata alama nzuri, upate kazi nzuri, uishi maisha bora. Lakini ukweli ni huu: wengi wamepata kazi lakini hawana furaha. Mishahara inalipwa lakini maisha ni deni baada ya deni. Likizo ipo lakini haitumiki. Uhuru wa mawazo umepotea. Mtu anaishi kwa uoga wa boss kuliko Mungu. Dakika 480 kwa siku kwa miaka 40 ya maisha. Ajira ya kawaida ni saa 8 kwa siku. Ukiongeza muda wa kusafiria, unatumia karibu saa 10 nje ya familia kila siku. Hiyo ni miaka mingi ya maisha yako ulioitumia kwa kujenga ndoto za wengine, kutumikia kampuni isiyojali hisia zako, kufanya kazi usioipenda ili upate pesa ya kula chakula usichopenda. Je, hiyo si aina mpya ya utumwa? Tofauti ni kwamba sasa tuna suti na laptop badala ya pingu na mijeledi. Ni ajira au kifungo cha kisaikolojia? Unapoamka asubuhi na hujisikii kwenda kazini, lakini unaenda kwa sababu ya mshahara. Unaponyamaza kwa dhuluma kazini kwa sababu ya kuogopa kufutwa kazi. Unapojisahau wewe mwenyewe kwa ajili ya performance targets. Huo si uhuru, ni kifungo cha akili. Ajira si mbaya, lakini mfumo unahitaji mjadala. Lengo si kusema ajira ni mbaya, hapana. Tunahitaji madaktari, walimu, wahandisi, askari, wote ni ajira. Lakini swali ni, je, mfumo wa sasa wa kazi unaleta maisha yenye maana au unatumaliza polepole kwa jina la kazi nzuri? Kisa cha Daudi, mfano wa wengi. Daudi alikuwa na ndoto ya kuwa msanii. Alipomaliza chuo, alipewa kazi kwenye benki kubwa. Kila mwezi alipokea mshahara mzuri, lakini alichoka, alikonda, akawa mkimya. Siku moja akasema, nina kazi nzuri, lakini sijisikii kuwa hai, nimepoteza mimi. Aliacha kazi, akarudi kwenye muziki. Sasa hana pesa nyingi, lakini ana furaha ya kweli. Je, tunaweza kuwa huru? Ndiyo, tunaweza. Moja, anza kujijengea kitu chako, hata kama ni kidogo. Andika, piga picha, pikia watu, itunze taratibu. 2, tambua thamani yako. Kazi si maisha, ni sehemu ya maisha. Usiipe kila kitu. 3, pumzika. Afya yako ni muhimu kuliko emails zisizokoma. 4, tofautisha ajira na wito. Je, kazi yako ni wito au ni tu chanzo cha mshahara? Basi, kazi inaweza kuwa njia ya uhuru ikiwa tutajifunza kujenga mali zetu, ikiwa tutawasaidia vijana kuwa wabunifu, si tu watafuta ajira, ikiwa tutazungumza wazi kuhusu afya ya akili kazini, ikiwa tutaheshimu muda, utu na ndoto za wafanyakazi. Tamati, utumwa wa kisasa una sura mpya, lakini sauti ya uhuru bado ipo. Kama leo umeamka kwa uchovu wa maisha ya ofisini, kama unajihisi kama kifaa si binadamu, basi ujue wewe si peke